Karibu sana mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii ya Kliniki ya Afya Mapenzi na kuletea mada inayosema mwanaume asiyejua kudinya anaishia goli moja. Mada hii imeletwa na mkaka, kanipigia simu, nilikuwa naelekea kanisani leo asubuhi. Anasema, dokta, mke wangu ananisaliti sana, ndoa ina miaka 16. Mke wangu ananisaliti sana, anasema juzi nimemkamata live anaongea na mwanaume anamsifia. Asema mara ya kwanza aliniletea ugonjwa wa zinaa, nikamsamehe. Mara ya pili nikakuta message kwenye simu, nikavunja mpaka ile simu. Sasa jana nimemkuta anaongea live anavyomsifia yule mwanaume, kwamba anavyojua kumdinya sawa sawa. Sasa anaambia, dokta, nifanyeje na huyu mwanamke? Mimi mara moja tu nikamuuliza, kumwambia hivi wewe mwenyewe kuna tatizo la kuwahi kumaliza alafu kashindwa kurudia goli moja? Akasema ninalo. Nikamwambia dawa ninayo ya kuliondoa hilo tatizo. Shida sio mke wako. Mtu asipotosheka na chakula cha nyumbani ataenda kula hotelini. Mtoto kama atosheka na chakula cha nyumbani ataenda kula kwa jirani, ataenda kudoea kwa jirani. Kwa hiyo utamlaumu mke wako anachepuka, lakini kwamba hii ni haja ambayo amewekewa mke wako ndani yake. Sababu Biblia inazungumza kwamba kwenye adhabu ambayo alipewa mwanamke baada ya kufanya dhambi katika bustani ya Edeni, adhabu alipewa mwanamke kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Labda nikusomee kwa sababu Biblia nayo hapo, unamsoma kwenye Biblia. Nikusomee hapa kwa wale ambao wasomaji Biblia, wengine najua sio Wakristo, lakini nikusomee hapa. Mwanzo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo na yeye atakutawala. Sema tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Yaani nyege zake zote zinataka mume wake ndio azimalize. Sasa akishindwa itamsumbua akili. Hii ni laana ambayo mwanamke alipewa. Ndio maana mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8. Wewe ukiingilia tu mwanamke tu kamkojolea dakika 3, umemgusagusa tu kwa dakika 3 kamkojolea, wewe anakuona unamchafua tu. Sasa hilo hata kuambia, anakuona unamchafua tu. Sasa hili ni kitu ambacho kipo, lakini wanaume wanakijua kwamba bwana, kuishia goli moja sio sahihi, lakini hawalifanyii kazi hili jambo. Na hao wanawake sio wajinga, sio wajinga. Sasa mwanaume anaishia goli moja, ngoja kusikilizia sauti ya mwanamke mwingine sasa hapa uweze kuona. Mwanamke ambaye anaendesha gari ya milioni 60, mwaka jana, mwishoni mwaka jana kajenga apartment 2 na sasa hivi zina wapangaji. Kwa mwezi kwenye apartment moja analipa 400,000. Mume wake anafanya kazi mgodini, hela anazo mwanaume, lakini anaishia goli hili moja. Sasa ngoja nikusikilizisha sauti ya huyu mdada, ngoja kusikilizia sauti ya huyu mdada uweze kusikilizia sauti ya huyu mdada uweze kuona anachokisema kwamba hamu ya mwanamke. Ngoja nianzie mwanzo, yani mwanzie mwanzo. Ngoja nianze nayo mwanzo. Kutumia kile kitaulo na maji moto, maji yenye uvuguvugu, nikamkanda kila sehemu. Basi nilikuwa na mafuta yangu ya olive oil. Baada ya kumkanda vile, nikaanza kumchua taratibu. Mweza kata aongee kitu anagunaguna tu hapo. Nikamchua kwa muda tu sana. Baadaye kumbe ninavyomchua vile msisimko kumbe upo. Baada ya muda aligeuka tena. Nikaendelea kumchua upande wa pili, huko namchua taratibu na huko namlamba. Nilifanya zoezi kama lilivyokuwa, namlamba na nyonya zile korodani, na mnyonya japo ni kitu sikipendi sana. Lakini sasa kutokana na matukio unayopigwa inabidi ujifunze vitu ambavyo ukuwe kuvifanya, ujifunze tu, maana mpaka wenzako wanakamatwa huko, ina maana wanafanya extra. Nikajitahidi sana, nilifanya sana hapo. Sasa yeye anang'ang'ana kuniingilia. Anang'ang'ana kabisa kuniingilia. Nikamwambia subiri. Nikawa naendelea tu masaji kila sehemu. Nikahakikisha kabisa ametosha. Oi, dokta. Dakika 2 nikampa nafasi, ameingia kwenye alimaliza za dakika 5 kamaliza.
Nikarudi tena nikaanza kucheza, ananiambia nimechoka, ngoja nipumzike kidogo, niache kwanza. Ndio tulilala hivyo mpaka kukakucha, na kesho yake mimi nikageuka. Hebu fikiria, mwanaume anafanya kazi mbali, mwanamke yuko Mwanza. Sasa huyu mwanamke mpaka kuja ofisini kwangu ni kwamba alipata mchepuko wenye hela nyingi, ni bilionea mchepuko, amepata mchepuko, walisoma naye. Kuja kwangu ni kwamba anataka video za kumnogesha mwanaume baada ya kumpata bilionea. Nikampa hizo video, kazifanyia kazi vizuri, lakini baadaye ile bilionea akataka kinyume na maumbile, kamletea gari mpya Land Rover Discovery. Anamwambia ukikubali nikuingilie kinyume na maumbile, hii Land Rover Discovery ni ya kwako, mpya, iko kwenye makaratasi. Sasa wewe mwanaume unaona huyu mwanamke anasemaje? Anasema hivi, kaishia goli moja tu. Na nyie wanawake msiojua jinsi ya kuandaa wanaume, kuna video maalum. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa huyu mama nimempimia hizo video jinsi ya kufanyia mwanaume. Anasema kwa mara ya kwanza mwanaume anaguna. Wewe unafanya mapenzi na mwanaume haguniguni, unaona ni kawaida. Basi nirudi kwenye pointi yangu. Ni kwamba Mungu ameweka hamu ya mwanamke. Mungu amwambia laana yako ni kwamba hamu yako itakuwa kwa mumeo, na kwa sababu nimeiweka, mwili wako nimeuweka, hamu yako kubwa itimizwe na mumeo. Mume wako atakutawala. Sasa unaposhindwa kuitimiza hamu ya huyu mwanamke, ukaisha kagoli kamoja, manake huna uwezo wa kumtawala. Haleluya! Huna uwezo wa kumtawala, atafilwa nje. Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye alishatembea na wanaume 2 au 3 4, kuna vitu vingi anakulinganisha, lakini hakuambi. Sasa unaishia goli moja, unajua na mjanja kwa sababu una mamilioni. Kuna wenye mabilioni. Sasa umemnunulia mke wako na gari ya milioni 60, umemjengea nyumba ya kifahari, ukamjengea na apartment, analipwa 400,000 kwa mwezi, apartment 2 mpya za mwaka jana, lakini bado anachepuka. Na anasemaje? Asema nampenda huyu G, anaitwa G huyo bilionea. Huyu G nampenda kweli. Asema nampenda G. Nampenda kweli. Sijui nifanye, na ameokoka. Ameokoka, Bwana asifiwe nyingi. Ameokoka. Lakini anachepuka. Asema sasa nimeshapiga matukio mengi. Anasema nimepiga matukio mengi, ngoja na mimi nilipize kisasi kidogo kwa chini. Yesu kamweka pembeni. Sasa basi, Biblia nimekuja nayo leo ili ni wakande wanaume vizuri. Ukienda kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 7. Sitaki video hii zile dakika 10. Ukienda kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 7. Sawa? Huyu mwanamke anachepuka. Ni Biblia, sawa? Mithali sura ile ya 7. Labda nianzie mstari ule wa 11. Kwangu ziko, huyu ni mwanamke anaongea hapa. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Yani kiapo chake alichokiapa kanisani amekifuta. Narudia tena mstari wa 11. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Ndio maana nikatoka nikulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari ya zebra. Nimetia kitanda changu manukato manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Kwani mume wangu amesafiri, hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali, amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Hii mwanamke anaongea. Sasa hivi mume wangu amesafiri, lakini huwa anifikishi kileleni, anaisha goli kamoja analala. Zabaya zaidi, huyu kaka ambaye amesema kwamba mke wake alimletea ugonjwa wa zinaa, akamfumania na meseji tena nyingine, akavunja simu. Sasa hivi tena juzi sikamkuta anaongea, anamsifia mwanaume wakimchepuka, anamsifia mwanaume mchepuka. Nimeongea naye, nimemaliza, amekata simu. Baada ya dakika 5 hivi akanipigia simu tena, akaniambia daktari, nimesikia ushuhuda. Kuna ushuhuda ulitoa hapo kwamba kuna mwanaume alikuwa na umri ulikuwa umepinda sana kama bomba, lakini ukamsaidia. Je, unao dawa ya kukuuza pia? Nikamwambia ninayo. Tafuta shilingi 90 nikupatie. Akasema daktari, kesho nakutumia hela. Leo ni Jumapili, kesho Jumatatu, yuko Musoma. Namtumia kwa mabasi, nitampa namba ya simu ya dereva. Kwa hiyo unaweza kuona na maumbile yako yanalinganishwa.
kuna lililopinda, kuna lililonyoka, kuna fupi. Sasa hebu fikiria, huyu ni mwanamke, mume wake kasafiri, kaenda masomoni miaka miwili, kaenda masomoni miaka miwili, nyege zikamsumbua, akapata mwanaume. Mwanaume ana dudu kubwa nene kuliko mume wake. Sasa mume wake karudi, sawa bwana, mume wake amerudi, anamuona mume wake anapoaya, manake ametanuliwa na dudu la mchepuko ambalo ni nene kuliko la mume wake. Anasema, daktari, muona mume wangu anahangaika anavyopoaya. Anahangaika kweli, nimesikia unayo dawa ya kubana uke. Nikamwambia ndio, nimesikia kuna dada mmoja ulimsaidia kwamba alikuwa anajambia ukeni. Sasa yeye alikuwa amekupa dawa ameomba dawa ya kubana uke, lakini ikamsaidia. Alipomsaidia alikuwa amezoea akifanya mapenzi mtindo ule wa chuma mboga, wa mwanamke kuinama, mwanaume akaingilia kwa nyuma. Alikuwa amezoea kwamba akifanya mkao huu wa chuma mboga anajambia ukeni, lakini ukamsaidia. Sasa baada ya kuona uke umebana, akakupigia simu akakwambia kwamba siku hizi hata kujambia ukeni ameacha. Ukamsaidia dawa hiyo, akaomba dawa nyingine umuongezee ili akazie, ukamtumia. Kwambia ni kweli dawa ninayo. Matokeo utaona ndani ya wiki 3, lakini utatumia muda mwezi na nusu kufanya mabadiliko yao ya kudumu. Akasema, daktari, naitaka hiyo dawa, lakini uke ukishabana itapasa niachane na mchepuko? Nikamwambia ndio. Akasema, kama ni hivyo basi na hiyo dawa yako siitaki. Sasa Biblia inaonyesha pia kwamba wanawake wanapendelea uume mnene. Biblia inaonyesha hilo. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 23 kuanzia mstari wa 9. Ezekieli sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 9. Sikiliza maneno haya. Lakini aliongeza uzinzi wake, akikumbuka siku za ujana wake, alipofanya mambo ya kikahaba katika nchi ya Misri. Akawapendelea wapenzi wao, ambao nyama ya mwili wao ni kama nyama ya mwili wa punda, nacho kiwatokacho ni kama kiwatokacho farasi. Ndivyo alivyokumbuka uasherati wa ujana wake, yalipobanwa matiti yake na Wamisri kwa maziwa ya ujana wake. Anasema alikuwa anapenda uume mkubwa kama wapunda. Alikuwa anapenda mwanaume anatoa shahawa nyingi kama farasi. Anasema akakumbuka uzinzi wake wa ujana wake, manake anakumbuka wapenzi wake waliotangulia wako tofauti na wewe. Hii ni Biblia. Sasa kama unatambua kwamba mke wako umemkuta sio bikra, alafu lazima atakuwa mkutana na wanaume wanapiga magoli 3, 4, 5. Sasa wewe unaishia goli moja, unamdinya, unaishia goli moja, unafikiria ametosheka. Katika ulimwengu huu wa mtandao, anaona mambo mengi kwenye mtandao. Anaona wanaume kwenye mtandao, picha zile za ngono kwenye madudu makubwa, mwanamke anavyokuwa anadinywa kwenye zile video anapiga makelele, mwanamke anavyokuwa anadinywa kwenye zile video anarusha maji. Yeye hajawahi kurusha maji. Unafikiria akili yake inamwambiaje? Chepuka na ukaonje vitamu. Chepuka ukaonje vitamu, utakufa bila kufika kileleni. Mwanaume wakishia goli moja, mwanaume gani? Sasa napenda nikwambie kwamba jihadhari, tu kwenye ulimwengu mgumu kidogo. Kwa hiyo ni wajibu wako ufahamu kumwandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake, na kila eneo lina ufundi wake. Lazima ujue jinsi ya kuandaa kila eneo sawa sawa. Na mwanamke naye anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake sawa sawa. Video hizo nazo, video zaidi ya 60 GB 21 kwa wanawake na kwa wanaume vile vile zipo hizo video. Huyu dada niliyokusikizisha sauti yake hapa, au nataka nikusikizishe tena uweze kuona ni jinsi gani ilivyo hatari. Hello, Dokta. Unasikia? Shalom Dokta. Habari za leo? Namshukuru Mungu. Nilienda nikakutana na Mr. tena alikuwa kwenye uchovu mkubwa sana. Lakini ashukuriwe Mungu, pia kuna rafiki yangu ni Muislamu. Waislamu pia wanajuaga haya mambo sana. Alikuwa ishanipaga elimu kipindi cha nyuma, sema pia nikawa sifuatilie pamoja na video zako. Basi ilikuwa muda umeenda sana, kwa sababu niliondoka Mwanza saa 10 na nilidrive tu mpaka Geita kwa ajili ya kuwa barabara ni mbaya. Nikaacha gari Geita, nikapanda zile gari za kawaida za public tu.
nikaingia Kakola, muda umeenda sana, karibu saa 3 saa 4 kasoro. Nimkute na wadogo zake. Kwanza mimi nilienda moja kwa moja kwa sababu alishanipa location ya mahali tunakofikia. Nikafika, wakanipokea wahudumu, nikaingia kwenye room, nikaweka vitu vyangu. Baadaye nikamtafuta, akaniambia niko nje na wadogo zangu hapa, wewe njoo tutanikuta hapa nje. Nikasogea pale nje, tukasalimiana na wadogo zake, ni mashemeji zangu, mtoto mmoja msio wa shemeji na mwingine ni mdogo wake wa mwisho. Tukasalimiana, story 2-3 za hapa na pale, tuliongea sana, tulitake time. Basi mpaka tukapata chakula cha usiku pamoja pale. Baadaye wakaondoka, nasi tukaingia room. Cha ajabu sasa, baada ya kufika room, mimi nikawa namlazimisha tukaoge pamoja. Yeye akawa anaonekana kama hataki, amechoka. Basi nikamwacha tu, wala sikumlazimisha, maana wakati mwingine unaweza kumtoa mtu kwenye mood. Nikamwacha tu, mimi nikaingia bafuni nikaoga vizuri. Tuna muda kidogo kama wiki 2 hatujaonana. Kaingia bafuni nikaoga vizuri. Pale kulikuwa kuna birika ya maji moto, na nilikuwa na kitaulo changu kwenye pochi. Nikachukua kile kitaulo kwenye pochi kwanza, yani nikafanya kama namfuta na kumkanda sehemu za uchovu. Alicheka sana, akasema hii mpya. Nikamkanda sehemu zote za mwili, kwenye viungo, kiuno, wapi, kutumia kile kitaulo na maji moto, maji yenye uvuguvugu. Nikamkanda kila sehemu. Basi nilikuwa na mafuta yangu ya olive oil. Baada ya kumkanda vile, nikaanza kumchua taratibu. Mweza kota aongee kitu, anagunaguna tu hapo. Nikamchua kwa muda tu sana. Baadaye kumbe ninavyomchua vile, msisimko kumbe huko. Baada ya muda aligeuka tena. Nikaendelea kumchua upande wa pili, huko namchua taratibu na huko namlamba. Nilifanya zoezi kama nilivyokuwa, namlamba na nyonya zile korodani, na mnyonya, japo ni kitu sikipendi sana. Lakini sasa kutokana na matukio unayopigwa inabidi ujifunze vitu ambavyo ukuwe kuvifanya, ujifunze tu, maana mpaka wenzako wanakamatwa huko, ina maana wanafanya extra. Nikajitahidi sana, nilifanya sana hapo. Sasa yeye anang'ang'ana kuniingilia. Anang'ang'ana kabisa kuniingilia. Nikamwambia subiri. Nikawa naendelea tu masaji kila sehemu. Nikahakikisha kabisa ametosha. Oi, dokta. Dakika 2 nikampa nafasi, ameingia kwenye, alimaliza za dakika 5 kamaliza. Nikarudi tena nikaanza kucheza, ananiambia nimechoka, ngoja nipumzike kidogo, niache kwanza. Ndio tulilala hivyo mpaka kukakucha. Na kesho yake mimi nikageuka. Unaweza kuona jinsi gani unatengenezea mazingira magumu mwanamke pale ambapo unaishia goli moja. Jambo la msingi ni kwamba ni wajibu wako wewe mwanaume, lazima wewe ujitume, ufahamu mbinu mbalimbali za kuweza kusaidia uweze kurudia mara ya pili, ya 3, ya 4. Kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 7, huyu mwanamke anamwambia mwanaume, tufanye mapenzi usiku kucha kwa sababu mume wangu amesafiri. Anasema tujifurahishe na mahaba. Nimekusomea hivyo mstari kwenye kitabu cha Mithali. Labda nirudie tena kwa sababu watu wengine wamefumbwa macho na shetani na hawawezi kulisikiliza. Napenda nirudie haya maneno kwa sababu gani? Hili ni onyo kwa wanaume ambao wanaishia goli moja, uweze kuona kwamba Mungu alipomlaani mwanamke, ile laana haijafutika bado, iko inafanya kazi. Mithali sura ya 7, nikusomea mstari ule wa 17 hadi wa 19. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi. Tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Unaona, nasema haya, na tushibe upendo hata asubuhi. Sasa wewe mshibishi mkeo mapenzi. Huyu mwanamke anataka mapenzi ya usiku kucha. Wewe unaishia kagoli kamoja tu alafu unalala. Kisa eti una hela nyingi sana. Hela azifuti ile laana aliyoweka mwanamke. Utatombe. Agizia video hizo na majarida. Kama unahitaji dawa, tuwasiliane, namba na kuwekea hapo chini. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please subscribe ili nitakapoweka video nyingine isikupite. Bye bye.